بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la masala ya ndoa, na leo tupo kurasa nambari 16 wa kitabu chetu, tukiingia katika kulisoma tamshi la ndoa, kwa maana tamshi la kuozesha. Tunaingia kuyasoma masharti ya tamshi la kuozesha. Tamam? Na tutambue kitu kimoja, kwamba tamshi la kuozesha ni lile tamshi la mwisho kabisa, ni lile tamshi la mwisho kabisa. Tamshi gani? Ni lile tamshi la kusema zawajtuka. Zawajtuka, hili ndiyo tamshi la kuozesha, na baada ya hapo mume atasema qabiltu nikahaha. Tamam? Kwa hiyo kuna matamshi huwa yanatangulia ninakuozesha, ambayo kwa Kiarabu ni uzawijuka binti fulanatan binti fulani. Tamam? Hili tamshi la uzawijuka, hili sio tamshi la kufungisha ndoa, lakini ni tamshi la mwanzo kuendea kufungisha ndoa. Sawa sawa, Tamshi la kufungisha ndoa ni lipi sasa? Tamshi la kufungisha ndoa ni lile la mwisho la kusema nimekuozesha, ambalo kwa Kiarabu ni zawajtuka. Kisha mume anasemaje? Nimemuoa, nimemuoa au nimekubali kumuoa. Sawa? Hapo kwa Kiarabu ni nini? Qabiltu nikahaha. Tamam? Hakadha. Sasa tamshi hilo ndiyo tutasoma masharti yake hapa. Sawa? Tutasoma masharti yake, lakini sharti kwamba mufahamu kuna matamshi yani matamshi ya mwanzo kuendea kuozesha, na kuna tamshi la kuozesha. Tamam? Matamshi ya mwanzo kuendea kuozesha ni yale ninakuozesha, ambao kwa Kiarabu ni uzawijuka. Sawa? Kisha tamshi la kuozesha ni zawajtuka, nimekuozesha. Tamam? Hakadha. Kwa tufahamu vizuri hapo Anasema Sheikh, shurutu sighati nikah. Angalia hapo, sema shurutu sighati nikah, masharti ya tamshi la kuozesha. Sio matamshi ya kuozesha, tamshi la kuozesha. Ingekuwa matamshi ya kuozesha, basi yangeingia pia yale mawili ya uzawijuka wa uzawijuka. Tamam? Lakini anazungumzia swigha. Swigha ni moja. Ingekuwa ni yale ingesema swighi an-nikahi, lakini kasemaje? Shurutu swighati nikah, masharti ya tamshi la kuozesha, ambalo tumeshalibainisha. Sheikh anasema yushtaratu, kuna shurutishwa, fi swighati, katika lile tamshi la kuozesha ambalo ni zawajtuka kwa Kiarabu na nimekuozesha kwa Kiswahili. Kuna shurutishwa nini? Alla yatakhallala baina al-ijabi wal-qabuli kalamun ajnabiyun. Kuna shurutishwa ya kwamba alla yatakhallala, yasiingie kati, alla yatakhallala, yasiingie baina al-ijabi, kati ya kuozesha, wal-qabuli, na kukubali ndoa, kalamun ajnabiyun, yasiingie maneno ya kando, yasiingie maneno ya kando. Tamam? Ndio maana utaona katika yale matamshi ya mwanzo kuendea kuozesha huwa inaswihi kuongeza maneno, lakini katika tamshi la mwisho
hauoni kama kuna ziada ya maneno. Mfano wake ni vipi? Mwanzo atasema wali, uzawijuka binti fulani, binti fulanatan, binti fulani. Sasa ala ma amara Allah bihi wa rasuluhu min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsani. Hii ni mwanzo katika yale matamshi ya mwanzo ambayo ni mawili, uzawijuka ala ma amara Allah bihi wa rasuluhu min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsani. Tamam. Lakini tamshi la zawajtuka la mwisho lile hakuna ziada pale, na hakutakiwi kuwepo na ziada, na ndiyo sharti hilo limewekwa na ulama. Tamam. Hakadha. Na miongoni mwa waliotoa kauli hiyo na kuitilia nguvu ni al-Imam Shihabuddin Ar-Ramli na al-Imam Ibn Qasim, sawa sawa, na al-Imam Al-Maribari. Tamam. Hakadha, mtunzi wa Fathul Mu'in. Hao ndio ulama mutaakhirina, kwa maana wa mwisho walio karibu na zama zetu, ambao wametilia mkazo hilo kwamba hakutakiwi kuingia maneno ya kando, kwa maana kunatakiwa maneno haya mawili tu, zawajtuka, sawa, qabiltu nikaha, sawa sawa. Matamshi mangapi? Mawili. Nimekuozesha, nimemuoa. Nimekuozesha, nimemuoa. Nimekuozesha, nimemuoa, imeshapita. Tamam. Hakuna yale ala ma amara Allah bihi min imsaki bima'rufin au tasrihin biihsan, hakuna hapo. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo yushtaratu fi sighati, kuna shurutishwa katika tamshi la kuozesha, an la yatakhallala, kwamba yasiingie kati, au an la yatakhallala, yasiingie. Tamam. Hakadha. Yushtaratu, kuna shurutishwa fi sighati, katika tamshi la kuozesha, an la yatakhallala, ya kwamba yasiingie, baina al-ijabi, kati ya kuozesha, wal qabuli, na kukubali ndoa, kalamun ajnabiyun, yasiingie maneno ya kando, iwe ni zawajtuka qabiltu nikahaha, sawa. Au Kiswahili nimekuozesha, nimemuoa. Nimekuozesha, nimemuoa. Tamam. Hakadha. Wa an la yatakhallala bainahuma sukutun tawilun, wa an la yatakhallala, na kisiingie, bainahuma, kati ya matamshi hayo mawili. Matamshi gani? Tamshi la kuozesha na kukubali ndoa. Sukutun tawilun, kisiingie kinyamazo kirefu, haitakiwi. Na kinyamazo kirefu baadhi ya ulama wamekifasiri ni kiasi cha kuvuta pumzi. Pumzi hii, pumzi moja, kwa maana mtu avute pumzi moja tu, kisha baada ya hapo anini, akubali ndoa baada ya kuwa ameshaozeshwa. Tamam. Lakini wengine wakasema huo ni muda mfupi sana, itakuwa ni hatari. Wengine wakasemaje? Kinyamazo kirefu, wasukutu alladhi yush'iru al-i'radha, ni kile kinyamazo kinachoashiria nini? Kinachoashiria kupinga kukubali ndoa au kukataa kukubali ndoa, sawa sawa. Kinyamazo hicho ndicho sukutun tawilun, kinyamazo kirefu. Kwa maana yule mume mtarajiwa atakapoambiwa zawajtuka, akanyamaza kiasi, akaonekana kana kwamba hakuwa radhi kuikubali ile ndoa au anakataa kuikubali ile ndoa, basi kinyamazo hicho ndicho kinachoita sukutun tawilun. Tamam. Hakadha. Kwa an la yatakhallala bainahuma sukutun tawil, na kisiingie kati ya hayo matamshi mawili, tamshi la kuozesha na kukubali ndoa, sukutun tawilun, kisiingie kinyamazo kirefu. Wa an yatawafaqa fil ma'na, na yawafikiane hayo matamshi mawili, tamshi la kuozesha na kukubali ndoa, fil ma'na, katika maana. Katika maana, akiwa na maana kwamba hakuna ulazima wa kuwafikiana katika matamshi, lakini maana iwe ni moja, sawa sawa. Mfano wa kuwafikiana katika maana na kutofautiana katika matamshi ni vipi?
ni aseme zawajtuka, wali aseme zawajtuka, muoaji asemaje? Qabiltu nikahaha. Utaona huku limekuja tamshi la tazwij, sawa, kwa maana imekuja fi'lu madhi, sawa, ambayo inatoka kwenye masdari ya tazwij, kisha huku ikaja masdari ya nikah. Utaona matamshi ni tofauti, huku nikaha, huku tazwij, lakini maana ni moja, sawa. Lakini pia inaweza au yanaweza yakawafikiana katika matamshi na katika maana. Kwa sura ipi? Kwa sura ya kusema wali zawajtuka, kisha muoaji akasemaje? Qabiltu tazwijaha, qabiltu tazwijaha. Hapa yamewafikiana katika upande wa maana na katika upande wa matamshi, sawa. Na kule kwenye qabiltu nikaha yamewafikiana katika upande wa maana, lakini katika upande wa matamshi ni tofauti. Hilo halina shida yoyote, halina shida yoyote. Tamam, hakadha. Kwa an yatawafaqa fil maana, na yawafikiane matamshi haya mawili, tamshi la kuozesha na kukubali ndoa katika maana. Wa adamu ta'liq, na kukosekane kuweka ta'liqi, kuweka ta'liqi kwa maana kutundika kule kuozesha. Mfano wake aseme vipi? Zawajtuka binti inshita, na nimekuozesha binti yangu ikiwa utataka kumuoa. Hiyo ni ta'liqi, ametundika kule kumuozesha na utayari wa yule muoaji kutaka nini? Kuoa. Kwa maana kama hataki hatomuozesha, hasa hiyo haifai. Tamam, haitakiwi kuweka nini? Kuweka ta'liqi yoyote. Tamam, hakadha. Wa adamu taqiti, lakini pia kuna shurutishwa, kwa maana wayushtaratu adamu taqiti, na kuna shurutishwa kusiwepo na kufungamanisha muda maalum. Kufungamanisha muda ni vipi? Kusema kwamba zawajtuka binti sanatan au sanataini, sawa sawa, hiyo haifai. Au 5 sanawati au 4 sanawati, hiyo haifai. Tamam. Inatakiwa tu useme zawajtuka binti, khalas, tosha. Tamam. Lakini ukisema zawajtuka binti sanatan, nimekuozesha binti yangu kwa muda wa mwaka mmoja, hiyo inakuwa ni ndoa ya mut'a, na ndoa hiyo imeharamishwa tayari na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Kwa haifai kufungamanisha kule kuozesha na muda maalum. Kwa adamu taqiti, na kukosekane kufungamanisha kuozesha kwa muda maalum, kwa kusema zawajtuka binti sanatan au sanataini au 3 sanawatin au 4 sanawati au 5 sanawati, haifai. Tamam, hakadha. Wa an yatalaffadha bihaythu yasma'u man biqurbihi au bihaythu yusmi'u. Tamam, hakadha. Asma'a yusmi'u. Wa an yatalaffadha, na atamke kila mmoja kati ya mwenye kuozesha na mwenye kukubali ndoa, atamke bihaythu, kwa namna ambayo yusmi'u man biqurbihi, yusmi'u, ataweza kumsikilizisha kile anachokitamka, man biqurbihi, yule aliyepo karibu yake au yule aliyekuwepo karibu yake. Tamam. Kwa maana wali atoe sauti katika kuozesha, sauti ambayo yule aliyekuwa karibu yake ataisikia, na yule mwenye kukubali ndoa pia, tamam, atoe sauti kiasi kwamba yule aliye karibu yake atamsikia. Tamam, hakadha. Wa baqa'u al-ahliyati ila wujudi ash-shiqqi al-akhar. Tamam. Wa baqa'u al-ahliyati, na kubakia stahiki. Ahaliya ni stahiki. Stahiki hapa kwa maana zile sifa zinazostahiki kwa wali. Mafumu hapo? Ndo ahaliya. Ahaliya maana yake sifa stahiki. Sasa hapa katika upande wa kuozesha, kwa maana sifa zile ambazo anatakiwa awe nazo wali ziendelee kubakia kwa yule wali anayeozesha, ila wujudi shiqqi al-akhar, kwa maana ila wujudi al-qabuli min shiqqi al-akhar, mpaka kupatikana nini? Kukubaliwa ndoa kutoka kwenye upande mwingine. Upande mwingine kwa maana upande wa
mume. Mafumu hapo? Kwa wabaqaul ahliyati, na kubakia zile sifa zinazostahiki kuwepo kwa wali, ila wujudi shiqqi al-akhari, kwa maana ila wujudi alqabuli min shiqqi al-akhar, mpaka ipatikane kabuli, kwa maana mpaka kupatikane kukubaliwa ndoa kutoka kwenye ule upande mwingine ambao ni upande wa mume. Tamam. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana ikiwa itakosekana sifa yoyote kwa wali katikati ya kuozesha, kabla ile ndoa haijakubaliwa, basi ndoa hiyo hapa inakuwa nini? Inakuwa haiswihi, na ule wali huyu unamvuka. Tamam. Inabidi aje mwingine kuozesha, aidha anayemfuatia kidaraja au hakim. Tamam. Kwa hiyo mfano wake kitokea wali kaanza uzawijuka min imsaki bi ma'ruf au tasrihan bi ihsan, sawa sawa, akarudia tena uzawijuka, kufika katika tamshi la kuozesha, lile la tamshi la kuozesha ambalo ni zawajtuka, kabla hajalitamka mala ghafra wali akapata uenda wazimu, akapandwa na kichaa. Sawa. Sasa katika hali kama hii, zile sifa stahiki kwa wali huyu, miongoni mwa sifa hizo moja nini? Haipo. Sawa. Moja nini? Moja haipo. Anakuwa nini? Tayari ameshakuwa ni mwenda wazimu, na uenda wazimu ni miongoni mwa vyenye kumzuia mtu katika nini? Katika kuozesha. Kwa maana ile sifa ya kaunuhu aqilan, kuwa wali ni mwenye akili, imeondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupata na uenda wazimu. Sawa. Kwa hiyo wali pale unamvuka na ile ndoa inakuwa haijaswihi, kisha anakuja wali mwingine anemfuatia kidaraja au ataozesha nani? Hakim. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo wabaqaul ahliyati, na kubakia sifa stahiki kwa yule wali, ila wujudi shiqqi al-akhar, kwa maana ila wujudi al-qabuli min shiqqi al-akhar, mpaka kupatikana kukubaliwa ile ndoa kutoka kwenye upande mwingine ambao ni upande wa mume anayeoa. Kwa maana yule wali mwanzo wa matamshi ya kuozesha mpaka anafikia katika tamshi lile la kuozesha lile yenyewe. Tamam. Kwa maana mwanzo wa matamshi ya kuendea kuozesha. Tamam. Inabidi Kiswahili kiwekwe sawa hapo. Kwa maana yule wali kuanzia mwanzo katika yale matamshi ya kuendea kuozesha awe na sifa zote zile ambazo nini zinatakiwa ziwepo kwa wali. Sawa. Mpaka anafikia katika tamshi la kuozesha, na mpaka yule mume anayekubali ndoa hapo itakuwa nini? Imepita. Sawa. Akipata uenda wazimu baada ya kuwa ndoa imepita, haina shaka yoyote, haina shida yoyote. Tamam. Lakini kafika kwenye tamshi la kuozesha, akapata uenda wazimu, ndoa hapo haiswihi, na inabidi uwali umvuke uhamie kwa mwingine. Tamam. Hakadha. Wa an takuna bilafdhi at-tazwij, kwa maana wa an takuna sighatu bilafdhi at-tazwiji au al-inkahi la ghayruhuma min al-alfadhi. Tamam. Wa an takuna, kwa maana wa an takuna sighatu, na liwe lile tamshi la kuozesha bilafdhi at-tazwiji, liwe ni kwa tamshi la tazwij au al-inkahi au tamshi la inkahi, la ghayruhuma, si matamshi mengine tofauti na haya. Tamam. Au si kwa tamshi jingine tofauti na matamshi haya. Tamam. Kwa maana aseme vipi? Zawajtuka au ankahtuka. Tamam. Kwa upande wetu sisi Waswahili ni hilo moja tu, ninakuozesha ni basi, hakuna jingine, si ndio? Lakini katika upande wa lugha ya Kiarabu yako mawili, zawajtuka au ankahtuka. Kwa hiyo wa antakuna kwa maana wa antakuna swigha, na liwe tamshi la kuozesha bilafdhi tazwij, liwe ni kwa tamshi la tazwij au inkah la ghayruhuma, si tamshi jingine tofauti na matamshi haya, min al-alfadh, katika matamshi. Sasa la ghayruhuma min al-alfadh, si kwa tamshi jingine tofauti na matamshi haya, min al-alfadh, katika matamshi. Tamam. Hakadha. Naam, isipokuwa
naam, isipokuwa yasihu nikahu, inaswihi kuozesha bitarjamati lafdhi tazwiji au al-inkah, kwa tarjama ya tamshi la tazwij au tarjama ya tamshi la al-inkah. Tumeshaeleza nini maana ya tarjama mwanzoni mwa darasa letu, tamam. Hakadha, kwa hiyo naam, isipokuwa yasihu nikahu, inaswihi kuozesha bitarjamati lafdhi tazwij, kwa tarjama ya tamshi la tazwij au al-inkah au tarjama ya tamshi la al-inkah, bisharti, kwa sharti an yafhamaha al-aqidani wash-shahidan, bisharti, kwa sharti an yafhamaha, walitambue tamshi hilo la tarjama, tamam. Au tunaweza kusema an yafhamaha, waitambue hiyo tarjama, tamam. Hakadha, bisharti, kwa sharti an yafhamaha, waitambue hiyo tarjama al-aqidani, wale wenye kufungisha ndoa, kwa maana wali na mwenye kuoa, washahidani, na mashahidi wawili wa ndoa, tamam. Wala yasihu nikahu bilkitabati, na wala haiswihi kuozesha bilkitabati, kuozesha kwa nini? Kwa maandishi. Haiswihi kuozesha kwa nini? Kwa maandishi. Lakini kama tulivyotangulia kusoma hapo nyuma kwamba si kwa watu wote, ikitokea ni kwa yule bubu tuliyemsoma kule, hana ishara yenye kufahamika, sawa, lakini pia hakuna wa kuchukua nafsi yake katika kuozesha, basi kwa kuwa ni dharura ataozesha kwa nini? Kwa kuandika, kwa maana kwa maandishi, tamam. Lakini ikiwa wali si bubu, basi haiswihi yeye kuozesha kwa maandishi, tamam. Hakadha, Sheikh anaendelea kusema nikahul hurri lil amati wa aksuhu, nikahul hurri, kuoa mtu ambaye ni muungwana, lil amati, kumuoa nani? Kumuoa kijakazi, wa aksuhu, na kinyume chake, wa aksuhu, na kinyume chake, kwa maana kuoa mtumwa, kumuoa nani? Kumuoa mwanamke ambaye ni muungwana, sawa. Kwa maana katika mlango huu tutasoma hukumu za mtu ambaye ni muungwana mwanaume kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa, lakini pia tutasoma mtu ambaye ni mtumwa wa kiume kumuoa mwanamke ambaye ni muungwana, tamam. Hakadha, anasema Sheikh, la yajuzu lilhurri an yatazawaja raqabatan, haijuzu lilhurri, kwa mwanaume ambaye ni muungwana, an yatazawaja, haijuzu yeye kumuoa raqabatan, mtumwa wa kike aliyewekwa wakfu, au mamlukatan, au mtumwa wa kike anayemilikiwa. Raqabatan kwa maana mtumwa wa kike aliyewekwa wakfu, tamam, na mamlukatan ni mtumwa wa kike ambaye anamilikiwa, sawa sawa, ambao wote kwa lugha nyingine wanaitwa vijakazi, tamam. Wadhalika, na hilo la kutokujuzu ni kwa sababu gani? Tukasema wadhalika, na hilo lialla yasira auladuhu minha ariqaan, lialla yasira, ili wasije kuwa auladuhu, watoto wa huyo muungwana, minha, watakaozaliwa na huyo mwanamke ambaye ni mtumwa, wasije kuwa ariqaa, wasije kuwa nini? Watumwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kisheria mtoto anafata nasaba kwa baba, lakini pia anafata sifa ya utumwa na sifa ya uungwana kwa mama. Kwa hiyo baba akiwa ni muungwana, kwa maana akiwa ni mtu ambaye ni huru, atakapozaa na mtumwa, nasaba yule mtoto itakuwa ni ya baba, lakini kwa kuwa mama yake ni mtumwa, basi mtoto yule pia atahesabiwa kuwa ni mtumwa, tamam. Sasa kwa nini ulama wakasema haijuzu
kwa mtu ambaye ni muungwana kuoa mtumwa wa kike aliyewekwa wakfu au mtumwa wa kike anayemilikiwa, lialla yaswira, ili wasijekuwa auladuhu, watoto wake, minha, watakaozaliwa na huyo mama ambaye ni mtumwa, wasijekuwa ariqa, wasijekuwa ni watumwa. Sawa sawa. Ndio wale mmoja katika wanawazuoni akasema katika shairi, wayatba'u alfar'u fi intisabin aba wa li ummihi fi ar-riqi wal hurriya. Kwa maana wayatba'u alfar'u fi intisabi aba, na tawi hapa limekusudiwa mtoto. Tamam. Kwa wayatba'u alfar'u fi intisabi aba, na mtoto katika upande wa nasaba anamfuata nani? Anamfuata baba. Wali ummihi fi riqi wal hurriya, na anamfuata mama yake katika sifa ya utumwa na sifa ya uungwana. Kwa maana mama yake akiwa ni muungwana, basi mtoto naye nini? Atakuwa ni muungwana, na mama yake akiwa ni mtumwa, basi mtoto atakuwa ni mtumwa. Tamam. Hakadha ndo akasema, illa, isipokuwa bi arba'ati shurutin, isipokuwa kwa masharti manne. Fayajuzu lahu nikahuha, itajuzu kwa huyo mtu ambaye ni muungwana nikahuha, kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa. Wa hiya, na hayo masharti yenyewe, kaunuha muslimatan, ni awe huyo mwanamke ambaye ni mtumwa muslimatan, awe ni Muislamu. Wa khafa al-anat, na huyu muungwana akahofia kutenda zina, akahofia nini? Kutenda zina. In lam yatazawwaj, ikiwa nini? Ikiwa hakumuoa huyo mwanamke ambaye ni mtumwa. Kwa maana vipi? Kwa maana pale alipo hakuna mwanamke yoyote ambaye ni muungwana. Wanawake waliokuwepo pale wote ni watumwa. Sawa. Na yeye shahawa zake ziko juu, anaona kwamba lau kama sitooa huenda nikafanya zina, basi hapo ataruhusiwa nini? Ataruhusiwa kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa, lakini ni upi? Uislamu. Kwa hiyo wahia, na hayo masharti manne, kaunuha muslimatan, awe ni Muislamu. Wa khafa al-anata ay az-zina, na akaofia huyu muungwana akaofia kutenda zina. In lam yatazawwaj, ikiwa hakuoa, basi hapo ataruhusiwa muoe. Wal ajzu an sidaqi al-hurrati, na kushindwa kupata mahari ya mwanamke ambaye ni muungwana. Au adami ridhaha bihi, sasa, au kutomridhia, sasa, au adami ridhaha bihi, au huyo mwanamke ambaye ni muungwana kutomridhia huyo mwanaume ambaye ni muungwana. Au faqdul hurrati, au nini? Au kukosa mwanamke ambaye ni muungwana. Tamam. Masharti mengine ni yapi? Ajzu an sidaqi al-hurra, ni kushindwa kupata mahari ya mwanamke ambaye ni muungwana. Mahari ipo juu, na yeye kijana anataka kuoa, lakini mahari ya muungwana mpaka kuifikia sio leo, na anahitaji ndoa. Sawa. Lakini ile mahari aliyokuwa nayo inatosha kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa, basi katika hali kama hiyo itajuzu kwake yeye nini? Kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa. Lakini adamu ridhaha bihi, kutoridhia mwanamke muungwana, bihi, kumridhia nani? Huyo mwanaume ambaye ambaye ni muungwana. Kwa maana mwanamke ambaye ni muungwana ambaye yupo katika mazingira ya huyo mwanaume ambaye ni muungwana, akasema mimi sijamridhia huyu kunioa. Sasa sijamridhia huyu nini? Kunioa. Sawa. Pengine kwa kuwa mwanamke nasaba yake ni ya juu na yule kijana nasaba yake ni ya kawaida. Sawa. Au sio kufi yake. Sawa. Basi kijana kwa kuwa mwanamke ambaye ni muungwana hajamridhia, basi katika hali kama hiyo ataruhusiwa kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa. Au faqdi al-hurrati, au faqdu al-hurra, au kukosa kabisa mwanamke ambaye ni muungwana, kwa maana ana kila kitu, mahari ya kumuoa mwanamke muungwana anayo,
nasaba yake pia ni tukufu, lakini kila akitafuta mwanamke muungwana hajapata au hapati. Tamam, kila akitafuta nini mwanamke muungwana hapati, anaowakuta wote ni watumwa na yeye anahitajia kuoa, basi hapo itaruhusiwa yeye nini kuoa mwanamke ambaye ni mtumwa. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema wa an la takuna tahtahu hurratun salihatun lilistimta', na wala asiwepo tahtahu chini yake, kwa maana katika milki yake, hurratun, asiwepo mwanamke muungwana, salihatun lilistimta', ambaye anafaa lilistimta'i, anafaa yeye kuyamaliza matamanio yake kwa mwanamke gani kama huyo. Tamam. Ikiwa kuna mwanamke muungwana katika mazingira yake, lakini mwanamke muungwana huyo hajakidhi vigezo vya yeye kumuoa, na akakata nini, na akakata matamanio yake, pengine kwa sababu ni mdogo sana, sawa sawa, hajafikia umri wa kuolewa, hajafikia umri wa kuolewa, au ni mtu mzima sana, basi katika hali kama hiyo itajuzu kwa huyo kijana kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa, sawa. Lakini ikiwa chini yake kuna mwanamke ambaye ni muungwana, ambaye mwanamke huyo anafaa huyu kijana kuyamaliza matamanio yake nini kwa mwanamke kama huyo, basi haruhusiwi kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa, bali atamuoa mwanamke huyo. Tamam, hakadha. Wa an la takuna tahtahu hurratun salihatun lilistimta', na kusiwepo chini yake mwanamke muungwana ambaye anafaa yeye nini kumaliza matamanio yake. Wa matashtara huwa zawjatahu infasakha nikahuha, wa mata, na muda wowote ambao ishtara huyo mume ambaye ni muungwana, ishtara zawjatahu, atakapomnunua mkewe ambaye ni nani, ambaye alikuwa ni mtumwa wa mtu mwingine, infasakha nikahuha, ndoa yake inakuwa nini imevunjika, ndoa yake inakuwa nini imevunjika. Kwa maana vipi? Alimuoa mwanamke ambaye ni mtumwa anayemilikiwa na mtu mwingine, tamam. Lakini kaenda akaona hacha nimnunue, nimmiliki mimi sasa, sawa. Sasa anapomnunua, ile ndoa yake aliyofungishwa ile mwanamke hali ya kuwa ni mtumwa inavunjika, sawa sawa, na anakuwa anahama sasa, anaingia katika milki ya yule mume wake aliyemuoa mwanzo ambaye ndoa yao imevunjika, sawa. Sasa baada ya ndoa yao kumevunjika, huyu mwanaume baada ya kumnunua yule, sawa sawa, inafaa kumfanya kama ni suria wake. Tamam. Lakini mambo haya kama tulivyosema ni zamani, sasa hivi hayapo tena, hayapo tena. Tamam. Kwa hiyo baada ya ndoa kuvunjika, yule mwanamke anaingia katika milki ya huyu mume wake wa zamani ambaye ndoa yao imevunjika, sawa. Sasa anapoingia katika milki ya huyu mwanaume wake ambaye ndoa yao imevunjika, huyu mwanaume inaruhusiwa inaruhusiwa kukata matamanio yake kwa nani? Kwa yule mwanamke ambaye amemnunua na ndoa yao imevunjika, sawa. Kwa maana anakuwa ni kama suria wake, anakuwa ni mtumishi wake au mwanamke ambaye yupo katika miliki yake, sawa sawa. Kwa inafaa yeye kukata matamanio yake kwa mwanamke huyo, sawa, na ndoa yao inakuwa imevunjika. Lakini mambo haya ni zamani, siku hizi hayapo. Tamam, hakadha. Tunayasoma kwa kuwa ni mambo ambayo yashakuwa ni muhaddad, yashakuwa ni yenye kuorodheshwa katika mtiririko wa sheria, lakini hayapo tena. Tamam, hakadha. Amma al-abdu, tunaingia katika upande wa mtumwa kumuoa mwanamke ambaye ni muungwana. Asema amma al-abdu, ama mtumwa, idha arada an yatazawaja hurratan, atakapotaka kumuoa mwanamke ambaye ni muungwana, fala yajuzu, haijuzu, liannahu, kwa sababu huyo mtumwa wa kiume, ghairu kuf'in laha, si kuf'i ya huyo mwanamke ambaye ni muungwana. Tamam. Kwa maana hawaendani kihadhi, kiheshima na mengineyo. Tamam.
illa isipokuwa an asqatat kafaataha, illa isipokuwa itajuzu kwa mwanaume ambaye ni mtumwa kumuoa mwanamke ambaye ni muungwana, an asqatat kafaataha, atakapoangusha yule mwanamke ile kufi yake. Kwa maana vipi? Akasema mimi sitaki niolewe na mtu ambaye ni kufi yangu, au hakuna ulazima wa kuolewa na mtu ambaye ni kufi yangu, yoyote yule anioe. Mwanamke akisema hivi basi hata yule mwanaume ambaye ni mtumwa itafaa kumuoa. Kwa sababu gani? Ameangusha ile kufi yake. Tamam, hakadha. Na katika upande wa madhehebu yetu sisi ya Imam Shafi'i, kufi inaingia kwa watu wote, kwa watu wote, sawa. Lakini katika upande wa madhhab ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, katika upande wao mwanawachuoni hawekewi sharti la kufi, kwa maana mwanawachuoni anafaa kumuoa mwanamke yoyote wa hadhi yoyote na wa heshima yoyote. Katika upande gani? Wa madhhabi ya Imam Malik. Lakini upande wa madhhabi ya Imam Shafi'i, hata uwe mwanawachuoni lazima kufi iwepo kwako wewe, kwa maana utamuoa yule mwanamke ambaye anaendana na hadhi yako. Na ikiwa kuna mwanamke yuko juu ya hadhi yako basi mwanamke huyo sio kufi yako. Tamam. Lakini upande wa madhhabi ya Imam Malik, mwanawachuoni hana kufi, sawa. Anamuoa mwanachuoni, yani mwanachuoni anaruhusiwa kumuoa mwanamke wa hadhi yoyote ile. Tamam, hakadha. Kwa hiyo illa isipokuwa itajuzu kwa mtumwa kumuoa mwanamke ambaye ni muungwana, an asqatat kafaataha, ikiwa mwanamke nini ataipomosha na kuiondosha ile kufi yake, wa radhiya bihi waliyuha, na wali wa mwanamke akamridhia huyo mwanaume mtumwa amuoe binti yake, sawa sawa. Wa radhiya bihi waliyuha al-aqrab, na wali wa karibu akamridhia huyo mtumwa wa kiume kumuoa nani? Kumuoa binti yake, au kumuoa yule ambaye yeye ni wali juu yake. Kwa sababu wali sio lazima awe baba, wali ni wale ambao wametajwa kule. Sasa anaweza yule binti akawa si binti yake, lakini ni binti ambaye yeye ni wali juu ya binti huyo. Tamam. Kwa hiyo itajuzu ikiwa mwanamke nini atapomosha ile kufi yake, wa radhiya bihi waliyuha al-aqrab, na yule wali wa karibu na yule wali wa karibu akamridhia huyo mwanaume ambaye ni mtumwa, fayajuzu hina idhin, basi itajuzu kwa wakati huo. Wallahu a'lamu, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillahi walismatu lilanbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.